Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Leo nataka tuangazie kipengele kimoja cha mtume Petro. Nataka tumchambue mtume Petro ili uweze kumwelewa, lakini pia ili uweze kunufaika na kile ambacho mtume Petro alikuwa amekibeba. Jambo la kwanza kabisa, mtume Petro ni nani? Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu, lakini pia baada ya kuhitimu darasa la wanafunzi wa Yesu alikuwa ni kiongozi wa kwanza kabisa katika makanisa yale ya mwanzoni kabisa, na hii tunaipata kwenye Mathayo 16 na ile fungu la 18. Kuzaliwa kwake, mtume Petro alizaliwaje? Alizaliwa wapi? Jina lake asili kwa ni lipi? Okay, jina la asili la mtume Petro aliitwa Simon, ambaye alikuwa ni Simon Bariona. Simon Bariona alipewa jina la Petro na Yesu mwenyewe. Maana ya Petro ni mwamba. Petros ni mwamba. Sasa unaona tu namna ambavyo Yesu Kristo kupenda mwenyewe akasema Petro, juu ya mwamba nitalijenga kanisa. Kwa hiyo maana halisi ya Petro ni mwamba, yani Petros. Lakini pia alizaliwa eneo gani? Alizaliwa Bethsaida ambayo ni Galilaya, lakini aliishi pia Kapernaum, karibu na ile bahari ya Galilaya. Hilo ndilo eneo ambalo mtume Petro alizaliwa. Lakini je, kabla ya Petro kuitwa na Mungu au kabla ya wito alikuwa akifanya nini? Na hiki nimekuwa nikipenda ukisema mara kwa mara ya kwamba Yesu Kristo hakuchukua mtu ambaye alikuwa ajishughulishe, hakuchukua mtu ambaye alikuwa ni mvivu. Alichagua watu ambao walikuwa na shughuli zao. Hatumtumikii Mungu kwa sababu hatuna kazi za kufanya, tunamtumikia Mungu kwa sababu tumeitwa. Na kazi kuu ambayo mtume Petro alikuwa anaifanya, alikuwa ni mvuvi. Huyu alikuwa ni mvuvi kabisa, alikuwa anavua samaki, lakini pia alifanya kazi hiyo ya uvuvi na ndugu yake Andrea. Na tunaona kwenye ile Mathayo 4:18 hadi 20 aliitwa na Yesu kuwa mfuasi wake. Ile Mathayo 4:18-20 itaonyesha na kututhibitishia namna ambavyo Yesu Kristo alimuita kutoka kwenye kazi aliyokuwa anaifanya. Lakini huduma yake kiujumla ni ipi? Tunaona kwamba Petro alikuwa ni mwanafunzi ambaye alikuwa karibu na Yesu sana, lakini pia katika ule utatu, wanapenda kuita ule utatu, kulikuwa na Petro, kulikuwa na Yakobo na kulikuwa na Yohana. Hawa watu watatu, unaona, katika mambo mazito, katika mambo makubwa ambayo Yesu alikuwa akiyafanya, unaona alikuwa pia akiwachukua hao watatu kati ya wale 12, alikuwa anachagua watatu. Unaona hata zile dakika za mwisho alipoenda mlimani akaanza kuomba, unaona alikuwa na watu watatu, alikuwa na Petro, alikuwa na Yakobo, lakini pia alikuwa na Yohana. Kwa hiyo unaona namna ambavyo Yesu Kristo alifanya nao kazi kwa ukaribu sana. Na hii, ndugu yangu, naomba ikufundishe. Unaweza ukawa ni kiongozi, umechaguliwa na mchungaji, kiongozi labda kuwa kwenye idara, kwenye baraza la wazee au katika sehemu yote ile, ili kuweza kumsaidia mchungaji kubeba maono aliyo nayo. Naomba hii nikufundishe. Iko hivi, mchungaji anaweza akawa na watu 10, anaweza akawa na watu 20, anaweza kuwa na viongozi 15, lakini amini nikwambie, kati ya hao viongozi 10 au 15 kuna watu 2 watatu ambao lazima watakuwa na ambatana na mchungaji katika kufanya vitu vikubwa au katika kufanya maamuzi yale makubwa. Unaona, wanaitwa, wanajadili, na mwisho wa siku wanawaletea kwenye uongozi yale ambayo wameajadili. Na hii ni principle tu ya kawaida, na sikuumize kwa sababu kuna kipindi hawa wanafunzi wa Yesu iliwaumiza sana.
lakini unaona Yesu alizidi kuwafundisha, Yesu alizidi kuwaelekeza namna ambavyo huwa hiyo ipo kwa namna hiyo. Na mimi nakumbuka nimekuwa mzee wa kanisa kwa miaka zaidi ya 5 kwa wachungaji wawili tofauti, na hii kitu ipo. Unaona kuna baadhi kwenye lile baraza la wazee walikuwa ni moyo wa mchungaji, na sisi wengine ni moyo wa mchungaji, lakini sio moyo zaidi wa mchungaji. Nikisema hivyo ninaweza nikaeleweka. Kwa hiyo haikutuumiza, haikutupa shida, kwa sababu tunajua kwamba hawa watu wawili au watatu ambao ni miongoni mwetu, lakini wako karibu na mchungaji, kulikuwa na kusudi maalum, kulikuwa na kitu ambacho walikuwa wanakifanya na tulikuwa tunaona matokeo, na hiki ndicho ambacho hapa pia tunajifunza kutoka kwenye huduma ya Petro. Lakini pia alihubiri siku ya Pentekoste. Unakumbuka kuna watu zaidi ya 3,000 waliokoka baada ya yale mahubiri aliyohubiri ile siku ya Pentekoste. Lakini pia ni miongoni mwa mitume ambao walifanya miujiza na ishara nyingi sana, na hasa miujiza na ishara za uponyaji. Waliwaponya watu wengi sana. Unakumbuka kipindi Petro na Yohana, unaona hii combination na watu wawili, Petro na Yohana, wakati wanaenda kusali, walimkuta mtu mmoja ambaye ni kilema kwa miaka nenda rudi, amekaa kwenye mlango mzuri akiwa naomba fedha. Unaona, sio kwamba akina Petro ndo walimuona kwa mara ya kwanza, lakini ilifika mahali Petro akafanya muujiza, yule kilema, yule kiwete bali kwa hawezi kusimama, akasimama na akaingia kanisani pamoja na kina Petro. Tafsiri yake ni nini? Huyu mtu alipokuwa kwenye mlango mzuri hakuwahi kuingia kanisani, alikuwa anaishia tu pale nje ya kanisa, lakini kwa neema ambayo Petro alikuwa nayo, unaona alimfanya yule kiwete akasimama na mwisho wa siku akaingia kanisani. Kwa hiyo unaona huduma yake ilikuwa imejikita sana katika engo hili. Lakini je, nguvu zake hasa zilikuwa ni zipi? Alikuwa na nguvu gani? Jambo moja wapo ambalo Petro alikuwa nalo ilikuwa ni uthubutu. Alikuwa na thubutu, alikuwa na ujasiri mkubwa sana, alikuwa na imani yenye moto, imani ya kuwaka moto kabisa, na ndio maana hakuogopa hata kumuuliza Yesu. Unakumbuka Yesu alimuuliza Yesu, tumeacha kila kitu, tumeacha shughuli zetu, tumeacha mitumbwi, tumeacha wafanyakazi, tumeacha kuvua samaki, tumekufuata nini? Tutapata nini? Unaona, kweni mtu ambaye alikuwa imani yake ilikuwa na waka moto, alikuwa anataka kujua mambo, kuuliza ili afanye vitu kwa usahihi na kwa ubora. Na unaona kwamba ni kiongozi wa kanisa la kwanza pale Yerusalemu, lakini pia alisimama imara baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Unaona hapo ndio nimekuambia kwamba siku ya Pentekoste, siku waliojazwa Roho Mtakatifu, Mtume Petro alisimama akahubiri, watu 3,000 wakaokoka, wakampokea Yesu. Kwa hiyo haikuwa nguvu ya kawaida, ilikuwa ni nguvu inayotokana na kujazwa na Roho Mtakatifu. Lakini pia alikuwa na udhaifu wake kama mwanadamu. Udhaifu mmoja wako ilikuwa ni haraka ya kuongea. Unakumbuka kwamba yeye alikuwa ni mtu wa kuongea kwa haraka. Sio mtu hakuwa ni mtu ambaye analipa jambo muda au analipa jambo uvumilivu. Ni kwamba limetokea analipuka hapo hapo. Unakumbuka hata kipindi Yesu alipotoka mlimani, wakati umetoka kwenye maombi, wakati muda wa Yesu ulipokuwa umetimia, ona kitu ambacho Petro alikifanya. Wakati wale maadui wamekuja kumkamata Yesu, maandiko yanasema alivuta upanga kutoka kwenye ala yake, akamkata sikio yule askari. Kiuhalisia tu kwamba sio target ya Petro haikuwa kukata sikio, ilikuwa ni kukata kichwa kabisa, lakini nafikiri yule jamaa alikwepa, ikapita na sikio lake. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye yuko sharp, yuko haraka sana. Lakini pia tunamuona alimkana Yesu mara 3. Alimkana Yesu mara 3, lakini kumkana Yesu mara 3 ilimpeleka kwenye toba, na mwisho wa siku akatubia na Roho wa Mungu akamsaidia na kumwezesha. Lakini wakati mwingine alikuwa na hofu. Kuna wakati alijawa na hofu. Unaona, alimuuliza Yesu, tumeacha vitu vyetu, tumeacha mali zetu, tumeacha shughuli zetu, tumekufuata nini? Tutapata nini? Unaona, alikuwa na hofu kwamba huyu naye mfuata nitafaidika naye nini? Huyu naye mfuata nitaishije? Lakini pia
lakini tunaona mwisho wa siku katika udhaifu wake alitubu na kurejeshwa, akarudi katika hali yake ya kawaida, na kwamba Mungu wetu ni Mungu anayerehemu, ni Mungu anayesamehe. Lakini je, ndoa yake ya Petro ilikuwaje? Petro alikuwa ameoa. Biblia inataja mkwe wake kwenye Mathayo 8:14. Biblia inataja mkwe wake kipindi alipokuwa anaumwa na Yesu akaenda kumponya. Kwa hiyo inatuthibitishia kwamba Petro alikuwa ameoa. Lakini pia unaona udhibitisho ni kwenye Mathayo 8:14, Yesu alimponya mama mkwe wake. Kwa hiyo huo ni udhibitisho kwamba alikuwa kwenye ndoa. Je, alibahatika kupata watoto? Alikuwa na watoto? Biblia haitoi taarifa wazi kuhusu watoto wake, lakini historia ya kanisa haidhihirishi kwa uhakika idadi yao. Kwa hiyo haijatuweka wazi kama mtume Petro alikuwa na watoto au hakuwa na watoto. Lakini kama alikuwa na watoto, walikuwa ni wangapi? Ilinyamaza kimya. Ilimtaja tu mama mkwe wake, lakini baada ya kuona hiyo katudhibitisha kwamba alikuwa yuko kwenye ndoa. Lakini je, kifo chake sasa kilikuwaje? Inaaminika aliuawa kwa kusulubiwa, lakini alisulubiwa kule Roma, huko ndiko alikufia. Lakini pia inasemekana alisulubiwa kichwa chini, kichwa kilikuwa kiko chini, alafu miguu iko juu. Na hii ilikuwa ni wakati ule wa utawala wa Kaisaria Nero. Huyu mtawala Nero alikuwa ni mtu katili sana, alikuwa ni mtu ambaye alilitesa kanisa sana, aliwatesa watumishi wa Mungu sana, aliwaua watumishi wa Mungu sana, akiwemo huyu Petro, kipindi cha Kaisaria Nero. Sasa katika ule utawala Petro aliwekwa miguu iliangalia juu, kichwa chini, kama Yesu alivyokufa, lakini ilikuwa ni vice versa. Na ili Petro alikataa kufa kifo kama cha Yesu Kristo, namna ambavyo Yesu Kristo aliuawa msalabani, miguu ikiwa chini lakini kichwa kikiwa juu, na akiwa ameweka mikono namna hii. Kwa hiyo Petro naye alikufa hivyo, lakini ilikuwa ni kinyume. Miguu yake ilikuwa iko juu, alafu kichwa kikawekwa chini. Ni baada ya kuwa aliomba iwe hivyo. Naomba nihitimishe kwa kusema mfano wa mtu mwenye udhaifu, lakini Mungu akamtumia kwa nguvu. Yawezekana kuna eneo una udhaifu, yawezekana kuna eneo unaona hufiti, lakini Mungu hutumia vidhaifu akavifitisha vikaleta matokeo. Hata wakati wa Musa, nakumbuka Musa alijitetea akasema, Mungu, mimi nina kigugumizi, lakini angalia Mungu alichokisema, pamoja na kigugumizi chako mimi ninakutuma na nitakufundisha na kuelekeza namna ambavyo utawatoa wana wa Israeli. Kutoka mvuvi wa samaki hadi mvuvi wa watu. Huyu alikuwa anavua samaki, lakini mwisho wa siku akawa ni mvuvi wa watu. Ndio maana wakati Yesu anamwita alisema, njoo nikufanye kuwa mvuvi wa watu. Lakini tunapata fundisho gani? Mtume Petro alikuwa ni mtu mwenye toba, alikuwa ni mtu ambaye ni jasiri, alikuwa ni mtu ambaye ndani mwake kulikuwa na leadership skills, alikuwa na uongozi thabiti, na tunaona mwisho wa siku aliisimamia imani mpaka mwisho wa maisha yake. Na sisi tunaiomba neema kubwa sana kwetu kama watumishi wa Mungu, ya kwamba mwisho wetu uwe mzuri sana, tusimamie imani mpaka mwisho wa maisha yetu. Mungu akubariki sana. Naitwa Pastor Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church hapa Kisesa, Mwanza. Karibu sana kwenye ibada zetu. Siku ya Jumapili ibada zetu ni saa 3 kamili hadi saa 6:30 za mchana, lakini siku ya Ijumaa huwa tunakuwa na ibada ya maombi. It is a prayer Friday prayer flow. Ni ibada ya maombi tu na maombezi kuanzia saa 10:30. Siku ya Jumatano tuna ibada zinazofanyika ndani ya familia zetu, tunaziita ni CGN Church Group Network. Kwa hiyo karibu sana, na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.